Hebu tufungue kitabu cha Kutoka sura ya 20. Kutoka sura ya 20. Kutoka sura ya 20 mstari wa 12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Jana tuliona katika amri 10 kwamba ni dhambi kuabudu miungu mingine na kuabudu sanamu na kulitaja jina la Mungu bure. Leo tutaangalia amri zinazohusiana na mwanadamu. 4 za kwanza kati ya amri 10 zinahusika na mahusiano yetu na Mungu, na 6 za mwisho zinahusu mahusiano yetu sisi kwa sisi. Amri ya kwanza kati ya hizi 6 za mwisho ni ile inayowakilisha zaidi amri kuhusu wazazi. Watu wengi husema kwamba Ukristo haufundishi heshima kwa wazazi. Lakini haya ni maneno ya watu ambao hawajui Biblia vizuri. Biblia inafundisha kwa kiasi kikubwa na kwa maneno hususani kabisa kwamba tunapaswa kuwaheshimu wazazi wetu. Udanganyifu na mafundisho mengine hufundisha wajibu wa mwana kwa wazazi wa mtu baada ya kuwa wamekufa. Kwa mfano, katika mfumo wa ibada za mababu wa kale. Lakini Biblia inatufundisha kuwaheshimu wazazi wetu wangali hai. Kama inavyosema hapa, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Amri hii kuhusu wazazi ndiyo amri pekee inayoahidi baraka kwa kuitimiza. Kuna vijana wengi wameketi hapa sasa hivi. Mbali kabisa na swala la dhambi, ikiwa unataka kufanikiwa na kubarikiwa katika maisha yako ya kimwili pia, unahitaji kufanya kazi nzuri ya kuwaheshimu na kuwatii wazazi wako. Hii ni ahadi maalum ambayo imetolewa katika Biblia. Hiyo haimaanishi kwamba utaadhibiwa papo hapo ikiwa unawatendea wazazi wako vibaya. Lakini Biblia inaahidi kwamba ikiwa utawaheshimu wazazi wako na kuwatendea vyema, bila shaka wewe na wazao wako mtabarikiwa. Hii ni ahadi. Lakini ikiwa hutawaheshimu baba yako na mama yako na badala yake ukawatia huzuni na wasiwasi, hiyo ni dhambi. Kitendo kama hicho kinakuwa dhambi na ni dhambi mbele za Mungu pia. Wazazi wako wanatumika kama wawakilishi wa Mungu duniani. Huwezi kumwona Mungu, lakini wazazi wako wanapokuwa hai wanakuwa kama wawakilishi wake. Ndiyo maana unapaswa kuwaheshimu. Ukiwakaidi au kutowatii wazazi wako, hukumu mbaya inakuja. Tuangalie mstari unaofuata wa 13. Usiue. Mauaji. Ninadhani hakuna mtu hapa ambaye amewahi kuua au kutoa uhai wa mtu yeyote. Lakini kuna aina moja ya mauaji ambayo labda umefanya. Utoaji wa mimba. Inaonekana kwamba kuna matukio mengi ambayo mtoto ndani ya tumbo hutolewa kwa upasuaji. Hayo ni mauaji.
Kwa kuwa watu hawawezi kumwona mtoto akitungwa mimba na kukua kwa macho yao yenyewe, hawafikirii kuwa ni mauaji wanapoitoa mimba. Lakini nina mkanda wa filamu na mhusika huyu alikuwa daktari. Alikuwa ametoa mimba kwa kipindi cha miaka mingi, na alipokuwa akifanya operation hizo za kutoa vijusi, dhamiri yake iliendelea kumsumbua. Kwa hivyo baadaye alianza kuchukua picha za watoto wachanga wakiwa tumboni. Alichukua picha za watoto wachanga wakiwa tumboni na pia akapiga picha za upasuaji halisi. Chombo cha upasuaji kiliingizwa na miguu ya kijusi ilikatwa na mikono ilikatwa na kisha hata shingo ilikatwa. Haya yote yanaonyeshwa kwenye video. Fikiria kuhusu hili. Ni mauaji bila shaka yoyote. Watu hawafikirii hili kama mauaji kwa sababu hawawezi kuliona. Lakini ikiwa mtoto ametungwa ndani ya tumbo na mwili wake tayari umeanza kuundwa, kuua mtoto huyo ni mauaji kabisa. Unahitaji kuzingatia kwamba dhambi ya kuua inabeba adhabu kubwa sana. Inayofuata inasema usizini. Siyo dhambi kwa wanandoa waliooana kihalali kulala pamoja na kuwa na uhusiano wa kimapenzi. Hivyo ndivyo Mungu anavyokusudia iwe. Lakini ikiwa una uhusiano wa kimapenzi na mtu ambaye hujafunga naye ndoa, hata ikiwa mmechumbiana, inachukuliwa kuwa ni uzinzi. Kwa nini ni uzinzi ikiwa mmechumbiana? Ikiwa umechumbiwa, ina maana kwamba umeahidi kuolewa katika siku zijazo. Haimaanishi kuwa ni mume au mke tayari. Uhusiano wa kimapenzi unakubalika tu kati ya mume na mke. Unakubalika tu kati ya mume na mke. Ikiwa una uhusiano wa kimapenzi na mtu ambaye hujafunga naye ndoa, hiyo ndiyo dhambi kubwa sana inayofahamika kama uzinzi. Siku hizi watu wengi wamekosa uoga wa dhambi za ngono. Wanawake na wanaume huwa na mahusiano ya kimapenzi kabla ya ndoa, na wakioana wanaendana ndio huoana. Hii inatumika kwa wanaume na wanawake. Linapokuja swala la ubikira, hii ni sawa na maisha ya mtu. Hii ni kwa sababu watu wanaochunga ubikira wao kwa uangalifu wanaweza kujizuia kutenda dhambi zingine pia. Wana uwezo wa kuacha dhambi zingine pia. Lakini kama ubikira wao umevunjwa au kuondolewa kutoka kwao, ulinzi katika mioyo yao huporomoka mara moja na maisha yao husambaratika. Msimamo wao wenye nguvu pia unakuwa umevunjika. Hilo ikishatokea, wanakuwa hawana uoga na dhambi kwa ujumla. Wanafikiri haijalishi sasa, kwa kuwa miili yao tayari imetiwa unajisi, na hujitoa tu. Baada ya hapo wanajisikia huru mioyoni mwao kufanya dhambi zingine pia. Lazima uelewe kuwa ubikira wako ndio maisha yako. Kupoteza ubikira ni sawa na kupoteza maisha ya mtu. Unapaswa kulinda ubikira wako kwa uangalifu hadi unapokutana na mwanaume au mwanamke ambaye unaweza kumpenda na kumpatia huyo. Kwa njia hii, watu wawili wanaweza kuwa mwili mmoja na familia moja, na wanaweza kuishi pamoja kwa furaha kama kiungo kimoja. Tangu wakati mwanaume au mwanamke anaposikia kwamba mwenzie amewahi kuwa na uhusiano wa kimwili na mwanamke au mwanamume mwingine siku za nyuma kabla ya kuoana, moyo wake hubadilika. Inaweza hata kukomesha mapenzi yao. Hivi ndivyo jambo hili lilivyo zito.
Lakini katika siku na zama zetu hizi, maadili yote yanaporomoka na tunaweza kuona jinsi njia hii ya maisha inavyoharibiwa kabisa. Enzi hii imekuwa ubatili na ulimwengu wetu umeharibika na uko katika hali ya kuchanganyikiwa kabisa. Ikiwa yeyote kati yenu amefanya ngono kama hiyo nje ya ndoa, atapata adhabu ya kaburi. Ikiwa wewe si mnyenyekevu na hautubu, hakuna njia ambayo imani inaweza kuja kwako. Inayofuatia ni usiibe. Sihitaji kueleza nini maana ya kuiba. Ikiwa umewahi kuchukua chochote kutoka kwa mtu yoyote bila yeye kujua, unahitaji kutubu kwa ulichokifanya. Inayofuatia, usimshuhudie jirani yako uongo. Hii ni kusema kwamba hutakiwi kuwadanganya wengine kwa kusema uongo, na hupaswi kusema mambo ambayo si ya kweli kuhusu watu wengine, kuvumisha fununu za uongo. Inayofuatia katika mstari wa 17 inasema, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Tamaa pia ni chanzo cha dhambi nyingi. Kwa hiyo tunazo amri hizi 10. Ufafanuzi kuhusu amri ya siku ya Sabato utakuwa mgumu sana kueleza kwa sasa, kwa hiyo tutairuka tu. Unaposoma mistari hii, jiulize ikiwa mojawapo ya amri hizi inakusumbua moyoni mwako. Labda unasumbuka kwa sababu umewaasi wazazi wako. Ikiwa unatatizwa na amri yoyote uliyosoma hapa, unahitaji kulipeleka jambo hilo mbele za Mungu na kutubu kwa dhati. Hebu turudi katika Agano la Kale, kitabu cha Isaya sura ya 59. Isaya sura ya 59. Isaya sura ya 59. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Tazama inavyosema hapa. Je, unajiuliza kwa nini Mungu hakuokoi? Au ni kwa nini hawezi kuokolewa? Si kwamba mkono wa Mungu ni mfupi sana hivi kwamba asiweze kuokoa, au kwamba sikio lake ni zito hivi kwamba haliwezi kusikia maombi yako. Lakini fungu la pili linasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Hii ina maana gani? Ukiangalia hapa, tuseme huyu ni Mungu na huyu ni mimi hapa. Kila mtu hata awe nani ana dhambi ndani yake. Dhambi hii inapojidhihirisha yenyewe na mtu akitenda dhambi, dhambi hiyo inaenda mbele za Mungu, ambapo inakusanyika pamoja na zingine zote alizotenda. Kwa kuwa dhambi tunazotenda hujilimbikiza namna hii mbele za Mungu, hawezi kutokoa kwa sababu ya dhambi hizo. Na hata nikimwomba Mungu, maombi yangu yanafika tu mpaka kwenye hiki kizuizi cha dhambi, na hapo ndipo yanaposimama. Maombi hayo hayamfikii Mungu kamwe. Hii ndiyo hoja hasa inapokuja kwa mistari hii katika Isaya sura 59. Watu wanaomwamini Yesu siku hizi
huwa wanasoma maneno lakini hawafikirii juu ya kile yanachosema. Je, unajua jinsi wanavyomwamini Yesu? Kitu cha kwanza kabisa wanachojifunza katika mchakato wa kumwamini Yesu ni jinsi ya kuomba. Pili, wanajifunza nyimbo na kisha wanajifunza kuhusu Biblia. Mtu anaweza kumwambia rafiki yake, unapaswa kumwamini Yesu. Hivyo rafiki hufuatana naye kuona yote hiyo inahusu nini. Hukaa kwenye safu ya viti vya nyuma na jambo la kwanza analojifunza ni jinsi ya kuomba. Humsikia mtu aliye mbele yake akiomba na kusema, Mungu Baba yetu, tunashukuru kweli kweli, na upesi anajifunza kutokana na hili na kuanza kusali kwa njia hiyo hiyo yeye mwenyewe, lakini hajui kwamba maombi yake hayawezi kumfikia Mungu. Tafadhali chukua muda kufikiria kuhusu hili. Labda umefanya maombi mengi mpaka sasa, lakini je, ulikuwa umetatua kabisa tatizo la dhambi yako kabla ya kuanza kuomba? Au umekuwa ukiomba tu ingawa tatizo la dhambi yako limebakia? Ikiwa umekuwa ukiomba ingawa dhambi yako bado iko mbele za Mungu, maombi hayo yote yamekuwa bure. Maombi hayo hayakumfikia Mungu kamwe. Katika Mathayo sura ya 6 inasema, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjaomba. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Linapokuja swala la maombi yanayoombwa hadharani, kuna maombi yanayofanana na mahubiri na kuna namna mbalimbali za maombi. Huna haja ya kutenda hivyo. Ikiwa kuna kitu ambacho unatamani kwa dhati, unahitaji tu kueleza hitaji hili mbele za Mungu kama mtoto mdogo. Hayo ni maombi. Katika kesi ya mtoto mchanga, huomba wakati akilia. Anapoinua mikono na miguu yake na kuizungusha huku akilia, hayo ni maombi. Na mama yake anaposikia hivyo, anakuja mbio. Huchunguza ili kuona kama kuna harufu yoyote kutoka kwenye daso. Anaangalia ili kuona kama daso linahitaji kubadilishwa, au anajaribu kumnyonyesha mtoto ikiwa ana njaa. Kulia ni maombi. Kisha mtoto anapokuwa mkubwa kidogo, anaweza kwenda kwa baba yake na kusema, baba anahitaji kununua kitu cha shule. Lakini tuseme mtoto huyu ni mtoto wa aliyekuwa rais wa nchi. Je, mtoto ataenda kwa baba yake na kusema, mtukufu mheshimiwa rais? Je, hivi ndivyo angezungumza na baba yake? Angesema tu baba. Lakini watu wengine wanaposali hutumia maneno ya fahari sana. Wanasema mambo kama Bwana Mungu wa majeshi, Bwana wa mabwana. Hiyo ni hotuba, sio maombi. Kwa hiyo kuna maombi ambayo ni zaidi ya hotuba. Kuna nyimbo, kuna maombi ambayo ni kama mahubiri, na kuna hata maombi ambayo mtu anakuja na kupiga migongo ya watu wanaosali. Lakini hakuna aina yoyote kati ya hizi aina tofauti za maombi ambayo ni maombi ya kweli. Zote ni sehemu ya matambiko yaliyorasimishwa. Hivyo sivyo sala ilivyo. Je, unamtajaje mtu uliye karibu naye zaidi? Ngoja nikuulize swali. Je, ni watu gani wawili walio karibu zaidi katika familia? Kwa wale walio kwenye ndoa, mwenzi ndiye mtu ambaye yuko karibu naye zaidi, sivyo?
Mume na mke wanapokuwa wameketi pamoja kwenye meza ya chakula cha jioni, je, mke humwambia mume wake kwa sauti kubwa akitumia maneno kama mume wangu, rais mheshimiwa zaidi wa kampuni fulani ya namna hii? Je, atafanya hivyo? Hapana. Watazungumza kwa upole ili wengine walio karibu wasisikie wanachosema. Maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na mtu ambaye ana uzima wa kweli ndani yake. Bila shaka, ikiwa unaongoza sala hadharani, unahitaji kusema kwa sauti kubwa ya kutosha ila kila mtu asikie. Lakini kuna jambo sio sahihi kwa namna ambayo watu huchukulia jinsi sala inavyopaswa kuwa. Ratibu za sherehe kama vile kuimba au kukariri sala ya Bwana zimeingia katika makanisa ya Kikristo kwa ujumla, na hivyo dhana ya maombi imepotoshwa. Hii sivyo sala inavyopaswa kuwa. Watu husema kwamba kuomba ni sawa na kupumua. Ngoja nikuulize swali. Je, ni watu walio hai wanaopumua au waliokufa ndio wanaopumua? Je, ninahitaji kuuliza, umewahi kuona maiti ikipumua? Ikiwa kuomba ni kama kupumua, watu walio hai wanapumua moja kwa moja. Ikiwa kuomba ni sawa na kupumua, ukishaokoka na tatizo la dhambi zako kutatuliwa, moja kwa moja utamwomba Mungu. Unajikuta unasali mwenyewe tu bila kulazimishwa. Lakini kama hujaokoka na dhambi zako zinakuzibia njia, unaweza kuomba kwa njia ya wimbo au hotuba au hubiri, lakini haitakuwa na manufaa kwako hata kidogo. Ikiwa yeyote kati yenu amekuwa na mazoea ya kuomba hivi hadi sasa, tafadhali tafakari hili kwa kina sana. Jiulize ikiwa kweli Mungu amesikia maombi yako. Ikiwa hapakuwa na wakati ambapo tatizo la dhambi kati yako na Mungu lilitatuliwa kabisa, unaweza kudhani kwamba Mungu hajawahi kusikia maombi yako. Hebu tufungue kitabu cha Yeremia sura ya 5. Ni mara baada ya kitabu cha Isaya. Yeremia sura ya 5. Yeremia sura ya 5 ule mstari wa 25. Yeremia sura ya 5 mstari wa 25. Maovu yenu yameyageuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Tazama hii sasa. Tuseme kuna dhambi kati ya mtu huyu na Mungu, lakini Mungu anataka kumpa kitu kizuri. Je, unajua ni jambo gani bora zaidi linalokuja kwetu kutoka kwa Mungu? Jambo bora zaidi linalotoka kwa Mungu na ambalo Mungu anataka kutupa. Je, unafikiri ni kitu ambacho unaweza kutumia pesa kukitengeneza? Unafikiri ni akili ya kutusaidia kufaulu kielimu? Je, unafikiri ni kitu cha kutusaidia kufanikiwa katika maisha? Labda msichana ambaye anapata kijana tajiri na mzuri kuwa mume wake atafikiri kwamba yeye ni zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini sio hivyo pia. Zawadi kuu inayotoka kwa Mungu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutufanya kuzaliwa upya, na ni kwa njia ya Roho Mtakatifu ndio tunaweza kujua na kupokea kila kitu ambacho Mungu anatupa. Zawadi kuu inayotoka kwa Mungu ni Roho Mtakatifu. Lakini tafadhali rudia baada yangu. Dhambi zako zimezuia mema usiyapate. Jambo jema linalokuja kwetu kutoka kwa Mungu ni Roho Mtakatifu. Lakini dhambi hii ikibaki hapa, Roho Mtakatifu hawezi kuja kwako.
Ikiwa dhambi yako itabaki pale pale mbele za Mungu, Roho Mtakatifu hawezi kuingia rohoni mwako. Sikujitungia maneno haya, sivyo? Dhambi zako, dhambi zako. Hii inawakilisha dhambi zako. Dhambi zenu zimewazuilia mema, Roho Mtakatifu msimpate. Lakini tatizo la dhambi hili kisha tatuliwa, Roho Mtakatifu huja kwako moja kwa moja. Tatizo hili la dhambi yako linapokuwa limetatuliwa, Roho Mtakatifu huja kwako moja kwa moja. Hivyo basi, swali je, unawezaje kutatua tatizo la dhambi yako? Je, hili si tatizo kubwa linalohitaji kutatuliwa? Sasa hebu tuangalie kitabu cha Yeremia sura ya 17. Yeremia sura ya 17. Nitasoma kuanzia mstari wa 9. Yeremia sura ya 17 mstari wa 9. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Mimi Bwana nauchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Tazama inavyosema hapa, kuna kitu ambacho hawakitambui. Kuna kitu hawakijui. Nadhani watu wengi wenu wanaishi mjini. Kwa hivyo labda hujawahi kulisha nguruwe hapo awali, au sivyo? Labda hujui jinsi gani nguruwe walivyo wachafu. Kuna wakati huko nyuma nilifuga nguruwe. Ukitazama kwenye banda la nguruwe, unaona nguruwe wakitembea na kukaa kwenye kinyesi cha wenyewe. Wana harufu mbaya, ni wanyama wachafu kweli. Lakini Mungu anasema kwamba kuna kitu kichafu zaidi kuliko hicho. Kuna kitu kichafu zaidi kuliko nguruwe wanaokula, kunywa na kulala katika kinyesi chao wenyewe, na kitu hicho ni moyo wa mwanadamu. Pengine kwa vile umekuwa ukiishi maisha yako katika ulimwengu huu hadi sasa, hujafikiri kwamba moyo wako ulikuwa mchafu hasa, mwovu na mdanganyifu, sivyo? Labda hujafikiria moyo wako kuwa ni mdanganyifu. Lakini ngoja nikuulize kitu. Nguruwe hasemi uongo. Ikiwa nguruwe ameshiba, hadanganyi watu kufikiri kuwa ana njaa kwa kusema oink oink oink. Ikiwa nguruwe ameshiba, hatoi sauti. Lakini anapokuwa na njaa hufanya kelele nyingi, hupiga kelele na kulia. Nguruwe hawadanganyi. Lakini kama vile umekuwa ukiishi maisha yako hadi sasa, hujawahi kusema uongo hata mmoja, huko ni kuwa mdanganyifu. Nguruwe sio mdanganyifu, lakini kuna udanganyifu ndani ya mioyo yetu. Kisha kuna nyakati ambazo tunakutana na watu kwa nje, tunatabasamu na kupeana mikono, tunawauliza wanaendeleaje kwa ujumla, tunajifanya kuwa tunafurahi kuwaona. Lakini vipi kuhusu ndani yetu? Huenda ndani tunafikiri, laiti ningekuwa na bunduki yenye kifaa cha kuzuia sauti, ningempiga risasi papo hapo. Kwa nje unaweza kupeana mikono na kuuliza, unaendeleaje siku hizi? Lakini huu ni uongo mbaya sana. Halafu kuna wakati hatuwezi kuvumilia kuona watu wengine wakifanikiwa. Tunakuwa na wivu na husuda. Tuseme kuna bwana fulani maridadi na akikaa huwa kimya peke yake, asifanye chochote, anaweza kuwa na mvuto mzuri sana. Watu wanaweza kumtazama na kuhisi kwamba ana tabia nzuri sana na ana tabia ya upole. Lakini tuseme unamwendea na kusema au kufanya jambo fulani la kumuudhi.
Ikiwa ungemwendea na kumshtaki kwa kufanya jambo ambalo hakuwa amefanya, hasira yake ingeamshwa mara moja. Anaweza kupaza sauti akisema, mwana haramu wewe. Kwa nini atajibu hivi? Ni kwa sababu ya uovu ulio ndani yake. Ikiwa hakukuwa na uovu ndani ya mtu huyo, hata ungemnyanyasa kiasi gani, angebaki mtulivu. Ungehitaji tu kumgusa mtu kidogo tu na angekasirishwa. Chuki, hasira na laana zingetoka ndani yako. Kwa nini iko hivyo? Ni dhahiri kwamba kuna uovu ndani ya mwanadamu na kuna udanganyifu. Kwa maneno mengine, kuna dhambi ndani ya mwanadamu. Na ndivyo inavyosema hapa, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Fikiria kuhusu hili. Wakati umekuwa ukiishi maisha yako katika ulimwengu huu hadi sasa, hujajua jinsi moyo wako ulivyo mdanganyifu, jinsi moyo wako ulivyo mwovu, au jinsi moyo wako ulivyo mpumbavu. Hii ndiyo hoja. Umekuwa ukiishi maisha yako bila kujua haya yote. Nani anaweza kujua? Kwa kuwa ulikuwa hujui hili hadi sasa, umeishi maisha yako kwa ujasiri katika ulimwengu huu kana kwamba shida haipo. Hii ndiyo hoja. Hili ndilo tatizo. Hebu nielezee hivi. Tuseme kulikuwa na seli ya saratani ndani ya mwili wako. Seli za saratani hazipendi oksijeni. Siku hizi hewa katika dunia hii imechafuka, hivyo saratani ndani yako inaendelea kukua kidogo kidogo. Lakini ingawa inakuwa, hujui kabisa, hauna wazo hata kidogo. Ni pale tu kansa inapokuwa kwa kiasi cha kusababisha maumivu ndipo unapoigundua, lakini basi tayari umekwisha chelewa. Kwa wakati huo hakuna njia ya kuitibu. Kwa namna kama hii, ingawa kuna dhambi ndani ya mwanadamu na uovu na udanganyifu, ingawa kuna haya yote ndani ya mwanadamu, watu wanaishi maisha yao bila kujua. Na kisha baadaye wanapogundua, tayari wamekwisha chelewa. Kama ilivyo kwa watu wanaogundua kuwa wana saratani wakati tayari wamechelewa. Unahitaji kutambua hili kabla hujachelewa. Unahitaji kutambua kwamba kuna udanganyifu huu, uovu huu, dhambi hii ndani yako. Hali yako ni kama ile ya mtu aliyeshikilia bomu linalohesabu wakati. Angalia inachosema baadaye hapa katika mstari wa 10. Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Angalia hii. Inasema kwamba siku moja Mungu atamlipa kila mtu sawasawa na njia zake, sawasawa na matunda ya matendo yake. Kwa maneno mengine, atahukumu kila mtu. Kwa hivyo, nikisema kwamba haijalishi ni dhambi gani umetenda, utaadhibiwa kwa dhambi hizo. Hiyo ndiyo hukumu. Siku moja itakuja ambapo utaadhibiwa kwa dhambi zote ulizofanya wakati wa maisha yako katika ulimwengu huu, bila kujali kama ulifanya dhambi hizo kwa kukusudia au kwa kutokukusudia. Kwa nini hivyo? Nani awezaye kujua? Ni Mungu anayejua yaliyo moyoni. Hii ndiyo hoja. Mungu huchunguza moyo na kuijaribu akili. Kwa kuwa Mungu anatujua ndani na nje, anajua kile tunachofikiria katika mioyo yetu, kile tunachotaka na kile tunachofanya. Siku itakuja ambapo tutalazimika kulipia kwa mambo haya yote. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa sana.
Watu wanapofanya kitu kibaya, wanafikiri kuwa wako salama ili mradi tu wasishikwe. Wanapofanya uhalifu pasipo mtu yeyote kujua, wanafikiri wamefanikiwa na kwamba wamepata kitu kutokana na uhalifu huo. Lakini jambo moja wanalopaswa kujua ni kwamba hata kama watakwepa kutambuliwa na kuhukumiwa kulingana na sheria za ulimwengu huu, matendo yao hayajaepuka macho ya Mungu ambaye huona kila kitu kana kwamba kinamulikwa na umeme. Umeme unaweza kumulika angani kwa mbali, lakini nuru yake angavu inaweza hata kupenya mpaka ndani ya chumba chako. Mungu anajua kila kitu. Unaweza kuepuka kukamatwa na sheria za ulimwengu, lakini huwezi kuepuka hukumu ya Mungu. Hebu tufungue Injili ya Mathayo sura ya 5 katika Agano Jipya. Mathayo sura ya 5 mstari wa 21. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Kwa hivyo, ni dhambi za aina gani zinazohukumiwa na ni dhambi za aina gani zitampeleka mtu motoni? Watu wengi hufikiri kwamba mtu atapelekwa motoni kwa ajili ya kufanya dhambi kubwa kama vile kuiba na kuua, lakini si kwa ajili ya dhambi ndogo, na kwa hiyo hawazingatii dhambi ndogo kuwa ni dhambi hata kidogo. Yesu alisema nini kuhusu hili? Alisema kwamba mtu anayeua atahukumiwa, lakini pia alisema, lakini mimi nawaambia, yeyote anayemfyolea ndugu yake. Angalia inavyosema hapa, yeyote anayemkasirikia ndugu yake. Inaposema ndugu yake hapa ni pamoja na ndugu zako, marafiki zako, na mtu mwingine yeyote katika ulimwengu huu ambaye ungemchukia au kumkasirikia. Biblia inasema kila unapofanya hivyo, hata uwe nani, utahukumiwa. Kila mtu bila ubaguzi. Siyo dhambi kubwa tu zitakazohukumiwa, na pengine dhambi ya msingi zaidi ni dhambi ya kukasirika. Labda hakuna hata mtu mmoja katika ulimwengu huu ambaye hajawahi kuwa na hasira. Yeyote atakayesema mpumbavu wewe, mjinga wewe, hili ni tusi. Kwa hiyo hii ni kusema kwamba ikiwa unasema kitu kama mjinga wewe au wewe ni mpumbavu, utaenda kuzimu kwa ajili ya dhambi hii. Sijitungii hili. Hebu tuangalie mstari wa 22. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Mungu anaonekana kwenda mbali, sivyo? Je, ni nini kitakachotokea ikiwa anampeleka kuzimu kila mtu ambaye anakasirika kidogo au kulaani mtu? Hakuna mtu katika ulimwengu huu ambaye hajawahi kumtukana mwingine au hajawahi kukasirika. Hivyo imaanishi kwamba kila mtu katika ulimwengu huu ataenda motoni. Nafikiri inaweza kuwa vigumu kwako kukubali maneno haya au kuyapokea. Hii ndiyo sababu unapaswa kupokea wokovu. Weka alama hapa na ufungue Ufunuo sura ya 20. Iko mwishoni kabisa mwa Biblia. Ufunuo sura ya 20. Ufunuo sura ya 20.
Nitasoma kuanzia mstari wa 12. Ufunuo sura ya 20 mstari wa 12. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Je, haya yote yanamaanisha nini? Mstari huu unawakilisha historia ya mwanadamu. Hii ni miaka 7 ya dhiki. Yesu atakaporudi, historia ya ulimwengu huu wa sasa itafikia mwisho, na ufalme wa miaka 1000 utaanzishwa. Na kisha mwishoni hapa, kila mtu ambaye amewahi kuzaliwa katika ulimwengu huu, watu wote ambao wamekufa bila kuokolewa, kwanza kila mmoja wao atafufuliwa wakati huo. Huu ni ufufuo wa watu ambao hawajaokoka. Kila mtu ambaye amewahi kuzaliwa katika ulimwengu huu bila ubaguzi atafufuliwa wakati huo. Tafadhali rudia baada yangu. Hii ni Yohana sura ya 5 mstari wa 29. Rudia baada yangu. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Huu ni ufufuo wa hukumu. Watu watafufuliwa wakati huu ili wahukumiwe. Mfano, tuseme hili ni dawati la hukumu. Hili ni benchi la hakimu, na hakimu ameketi hapa, na hapa kuna baadhi ya watu wamesimama wakisubiri kuhukumiwa. Watu hawa wanasubiri kuhukumiwa, na mbele yao kuna vitabu. Kila mmoja ana kitabu mbele yake. Halafu hapa kwenye dawati la hakimu kuna kitabu kingine. Hiki ndicho kitabu cha uzima. Wale ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu hiki cha uzima watahukumiwa. Wale ambao majina yao yako katika kitabu cha uzima hawakabiliwi na hukumu hii. Majina ya watu waliozaliwa mara ya pili yameandikwa humo. Hebu tusome mstari wa 12 kwa mara nyingine. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Kwa hiyo watu hawa wanahukumiwa. Kwa hivyo tumchukue mtu huyu hapa. Huyu ni mtu wa kwanza, mtu wa pili, mtu wa tatu, mtu wa 4, na huyu ni mtu wa 5 hapa. Kwa kweli hii haiwezekani, lakini tuseme mtu huyu wa kwanza aliwahi kukasirika mara moja tu katika maisha yake yote. Alishindwa kujizuia mara moja tu, akakasirika. Mtu huyu alikasirika mara moja tu. Matokeo yake, mtu huyu anahukumiwa kwa dhambi hiyo na anapelekwa kuzimu. Na anapofika kuzimu, anapokea adhabu kwa ajili ya dhambi hiyo ya kupata hasira mara moja tu katika maisha yake yote. Kuzimu unaadhibiwa tu kwa yale uliyoyafanya. Mapema katika Yeremia sura ya 17 tunasoma kwamba kila mtu hupewa kulingana na matunda ya matendo yake. Ni katika kuzimu ndipo mtu hupewa adhabu kwa yale aliyotenda. Ikiwa umekasirika mara moja tu, utapewa tu adhabu ya dhambi hiyo moja. Tuseme mtu huyu alisema uongo, basi atapata adhabu ya uongo huo mmoja.
Ikiwa alisema uongo mara mbili, atapata adhabu kwa uongo huo mara mbili. Mtu huyu aliiba kitu, kwa hivyo lazima apate adhabu kali kidogo. Na mtu huyu alifanya uzinzi, yeye pia atapata adhabu kali. Mtu huyu hakuwatii wazazi wake na ataadhibiwa ipasavyo. Ikiwa ni mara moja tu, ataadhibiwa kwa dhambi hiyo moja. Kama alifanya hivyo mara mbili, adhabu yake itakuwa kali maradufu. Kuzimu ni mahali ambapo watu wanaadhibiwa kulingana na walioyatenda, na kwa hiyo ndiyo hukumu, na kuzimu ni mahali ambapo watu wanapelekwa kutokana na hukumu hiyo. Kwa hiyo hata dhambi unaifanya iwe ndogo kiasi gani, gharama ya dhambi hiyo lazima ilipwe motoni. Baada ya kuhukumiwa, sijitungii haya, inasema hivi katika Biblia, sivyo? Biblia ni kweli, sivyo? Umejifunza kwamba Biblia ni kweli kabisa, sivyo? Unaweza usitake kukiri hili moyoni mwako au utaka kuliamini, lakini ukweli huu uko wazi. Angalia mstari wa 13. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Wale wanaofia baharini watafufuliwa kutoka baharini. Wale wanaokufa katika moto watafufuliwa kutoka humo pia. Je, mtu ambaye amechomwa hadi kufa anawezaje kufufuliwa? Mtu akifia baharini, papa anaweza kuja na kuula mwili wake. Kisha watu wanaweza kumkamata papa, kunyonya mafuta kutoka kwake na kula nyama yake. Katika hali hiyo, unaweza kujiuliza jinsi mtu anayekufa kwa njia hii anavyoweza kufufuliwa. Lakini Mungu ni nani? Gesi kama vile hidrojeni, gesi hizi zinaunda chembe-chembe asili za mwili bado zinabaki. Hizi zinaweza kuingia ardhini na kuchanganyikana na kutengeneza udongo. Lakini kwa kuwa roho ya mtu huyo inabaki hai, ufufuo hauwezi kukumbwa na ugumu lolote. Kwa hiyo kila mtu anayekufa bila kuokolewa anaenda kuzimu kwanza, na kisha katika hatua hii watafufuliwa na kuhukumiwa. Huu ndio ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo watahukumiwa na kutupwa katika ziwa la moto. Hebu tufikirie kuhusu hili. Tuseme kwamba unaposoma Biblia na kusikiliza maneno haya unajiwazia, hapana, hii haiwezi kuwa kweli. Sidhani kama ni kweli, na hukubali haya yote moyoni mwako. Ikiwa ndivyo hivyo, unafanya nini wakati siku moja mambo haya yote yatakapofunuliwa mbele ya macho yako? Utafanya nini maneno haya yatakapofunuliwa kweli kwako? Kisha itakuwa tayari umekwisha chelewa, sivyo? Biblia inasema kuzimu ni mahali pa moto uwakao. Sababu hutakufa huko kwenye moto ni kwamba utakuwa katika mwili uliofufuliwa ambao hautateketea. Mwili uliofufuliwa hautaungua na kutoweka. Hata mwili wa mwenye dhambi hautakuwa na kuungua na kutoweka baada ya kufufuka. Itakuwa ya milele. Hii ndio sababu Yesu alizungumza kwa njia hii katika Mathayo sura ya 5. Hebu turudi kwenye Mathayo sura ya 5.
Mathayo sura ya 5 mstari wa 22. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Yesu hakuwa mbishi, alikuwa akihusianisha ukweli jinsi ulivyo. Tusome mstari wa 25. Patana na mshtaki wako upesi wakati wapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Hapa alikuwa akitumia lugha ya mahakama. Hapa ni mahakama, na hii ndiyo njia ya kwenda mahakamani. Hapa mtu mmoja anatembea kwenye njia hii, na mtu huyu anaongozana na mtu mwingine, anaongozana naye, lakini kwenda wapi? Hapa ndipo mahali ambapo watu wanahukumiwa. Mtu huyu anayetembea mbele ni mwendesha mashtaka. Kawaida sio mwendesha mashtaka anayempeleka mshtakiwa kortini. Hiyo ni kazi ya askari polisi au askari magereza, sivyo? Lakini kimsingi hiyo ni sawa na mwendesha mashtaka kumpeleka mshtakiwa mahakamani, naye anasema twende, lazima ukabiliane na mashtaka. Hapa Yesu anatumia mfano wa kesi ya hadhara kueleza hukumu ya mwisho, na anasema kwamba mtu huyo anayefuata nyuma anapaswa kukabiliana na mkosaji wake, mwendesha mashtaka ambaye anatembea mbele yake. Inaposema kukubaliana, ina maana ya kutatua swala hilo kwa kunyosha mambo na mwendesha mashtaka. Ukisuluhisha swala hilo na mwendesha mashtaka kabla ya kufika kortini, swala hilo linatupiliwa mbali na si lazima uende kuhukumiwa. Lakini ukiangalia hapa, Yesu alisema patana na mshtaki wako upesi wakati wapo pamoja naye njiani. Je, ni njia gani inayozungumziwa hapa? Njia ni hii: wanatembea katika njia yao katika ulimwengu huu, ndiyo njia inayoishia kwenye hukumu ya mwisho. Hivi sasa unatembea kwenye njia hii ambayo itaishia katika hukumu. Kila mtu aliyezaliwa katika ulimwengu huu anatembea kwenye njia hii, na hakuna njia ya upande ambayo unaweza kuchepukia njiani. Kila mtu anatembea kwenye njia hii ya hukumu. Hiyo Yesu alisema kwamba tunapaswa kusuluhisha suala hilo na adui yetu kabla ya kusimama hukumuni na kuhukumiwa. Kwa hivyo ni nini maana ya mpinzani huyu? Adui huyu ndiye dhamiri iliyo ndani yako. Ni dhamiri yako ndani yako. Kila mtu ana pande mbili za moyo wake. Mtu ana pande mbili za moyo wake. Ana mapenzi yake mwenyewe, lakini wakati huo huo dhamiri yake inaendelea kumsumbua. Dhamiri yake inaendelea kumsumbua, inaendelea kumtesa. Ukweli tunaohangaika nao kutokana na dhamiri yenye hatia ni ushahidi unaotuambia tunatembea kwenye njia ya hukumu. Huo ndio ushahidi, uthibitisho. Dhamiri yako inakusumbua. Hii ni dalili wazi kwamba utahukumiwa. Kwa hiyo inapofikia mtu huyu kakubaliana na adui yake, mara akisha okoka, ataona kwamba dhamiri yake haimsumbui tena. Hii ni kukubaliana na adui yako. Unapookoka, unafikia makubaliano na dhamiri yako inayojulikana hapa kama adui. Wakati unatembea pamoja nayo na dhamiri yako haikusumbui tena, basi hutaishia hapa. Hii ndiyo sababu unapaswa kuokolewa kwa gharama yoyote ile. Je, unafikiri hili ni swala la kuwa mzuri?
Ikiwa unaweza kuokolewa lakini haijalishi kama huwezi. Tazama inavyosema hapa, hebu tusome tena mstari wa 25. Patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Hili gereza ni kuzimu. Mstari wa 26. Amini nakwambia, hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Gereza hapa ni Jehanamu. Na inaposema hapa amini nakwambia, hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho, ina maana kwamba huwezi kutoka humo mpaka ulipe gharama kamili ya dhambi zako zote. Ngoje nielezee zaidi kidogo. Senti ni nini? Ni kiwango kidogo cha fedha ambacho tunacho. Dola ndiyo kiwango kikubwa zaidi. Kuna dola, robo, dinari na nikeli na senti. Dola, robo, dinari, nikeli na senti. Senti ndiyo kiwango kidogo kuliko vyote. Maana yake ni kwamba bei lazima ilipwe hata kwa dhambi ndogo sana. Unapaswa kulipa gharama ya dhambi zako. Usipolipa gharama ya dhambi zako, tatizo la dhambi yako bado linabakia. Unapaswa kulipa gharama ya dhambi yako. Fikiria juu ya hali yako mwenyewe. Fikiria juu ya dhambi ulizozifanya katika kipindi cha maisha yako katika ulimwengu huu hadi sasa. Labda umekuwa na hasira au umekuwa mwongo. Labda umekuwa na husuda na wivu au uliwadanganya watu wengine. Labda hata umefanya uzinzi. Jiulize kama umelipa gharama kamili ya dhambi hizi ulizotenda. Je, umelipa gharama ya dhambi zako zote hadi senti ya mwisho? Unapokwenda nyumbani jioni hii, fikiria nyuma maisha yako kwa makini sana. Jiulize kama umelipa gharama ya kila moja ya dhambi zako hadi ile ndogo sana kati ya zote. Fungu la 27. Mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika Jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate utupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika Jehanamu. Useme umezini moyoni mwako, hujaweka mawazo yako katika matendo, lakini umefanya uzinzi moyoni mwako. Unaweza kuwa ni mwanamke ambaye umemtazama mwanamume au mwanamume ambaye amemtazama mwanamke namna hii, lakini umefanya hili moyoni mwako, hilo nalo litahukumiwa. Kwa hiyo Yesu alisema, jicho lako la kuume likikukosesha, ikiwa umetumia jicho lako la kulia kumtazama mtu wa jinsia tofauti na mawazo ya uzinzi akilini, basi unapaswa kung'oa jicho hilo. Na kama umempiga mtu au kufanya dhambi nyingine kwa mkono wako wa kulia, inasema uukate. Kwa kuwa mwili wako wote ungepaswa kwenda kuzimu kwa sababu ya jicho lako la kulia au mkono wako wa kulia, inasema kwamba mwili wako wote utatupwa kuzimu. Mwili wako wote.
Lakini ukiondoa jicho lako la kulia, bado utaendelea kutenda dhambi kwa jicho lako la kushoto. Wanasema kwamba ukikata mikono ya mtu aliyepindukia kucheza kamari, bado atacheza kamari kwa kutumia vidole vya miguu yake. Hata ukikatwa mikono, bado ungeendelea kutenda dhambi. Kwa hiyo tunaona tunapotazama katika jambo hili kwamba dhambi iko moyoni. Dhambi iko moyoni mwako. Hii ndiyo hoja. Hili ni tatizo kubwa sana. Inapofikia mwanadamu si chochote ila ni furushi la dhambi, kundi la dhambi. Hebu tufungue Warumi sura ya kwanza. Warumi sura ya kwanza. Nitasoma kuanzia mstari wa 21. Warumi sura ya kwanza mstari wa 21. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa gizani. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Inazungumza kuhusu watu wasiomjua Mungu. Inasema kwamba watu wanaodai kwamba hakuna Mungu watahukumiwa kwa hukumu ya kutisha. Lakini hapa kuanzia mstari wa 21 inazungumza kuhusu watu waliomjua Mungu. Kuna watu wanaomjua Mungu na bado watahukumiwa. Watu wengi wanafikiri kwamba ikiwa wanamwamini Mungu na kwenda kanisani, wataenda mbinguni na kuepuka kwenda motoni. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Hata ikiwa mtu alitabiri kwa jina la Bwana, akawatoa pepo kwa jina la Bwana na kufanya miujiza mingi kwa jina la Bwana, ikiwa Bwana anasema kwamba hakumjua kamwe, Biblia inasema kwamba mtu huyo ataenda kuzimu. Tazama inavyosema hapa, walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Ikiwa umemwamini Mungu hadi sasa, jiulize ikiwa umekuwa ukimtukuza Mungu au unajitukuza mwenyewe. Hebu fikiria hilo. Unasema unamwamini Mungu, lakini fikiria kama labda umekuwa ukijivunia ufahari wako au utukufu wa mali zako au ujuzi wako au juhudi zako. Je, umekuwa ukimtukuza Mungu kweli? Fikiria juu ya hili kwa uangalifu sana. Inayofuata inasema, wala hawakumshukuru. Walimjua Mungu lakini hawakumshukuru. Unaweza kushukuru kwa jambo gani? Katika kipindi cha mwaka mmoja, watu wanaomwamini Yesu wana fursa nyingi za kushukuru. Wanashukuru mwaka mzima. Wakati mwaka mpya unakuja, wanaenda kanisani na kutoa mchango wa shukurani kwa mwaka mpya. Hiyo ni kushukuru, sivyo? Wakati mtoto akizaliwa, wanatoa mchango wa shukurani kwa kuzaliwa kwa mtoto mpya. Mwanafunzi anapofanikiwa kupata nafasi katika chuo kikuu, familia itatoa mchango wa shukrani kwa ajili ya mtoto wao kuingia chuo kikuu. Watu wanapofunga ndoa, wanatoa mchango wa shukrani kwa ndoa yao. Mtu anapopata kazi, anaweza kutoa mchango wa shukrani kwa kazi yake mpya. Kisha watu hutoa michango ya shukrani kwenye siku zao za kuzaliwa. Wanapohitimu chuo kikuu, wanatoa michango ya shukrani kwa hilo pia. Kisha wanatoa michango ya shukrani kwa ajili ya Christmas.
na michango ya shukrani kwa mavuno mazuri. Una fursa nyingi za kuonesha shukrani zako kwa njia hii mwaka mzima. Unapokuwa na mkutano wa uamsho, watu hutoa michango maalum kwa ajili hiyo, lakini kuna usemi mmoja wa kweli wa shukrani ambao unakosekana. Bila wakati huo wa shukrani ya kweli, wingi wote wa shukrani hizo hupungua ukipotea. Yote inakuwa haina maana. Ni wakati gani huu wa kweli wa kushukuru? Ni wakati ambapo unaweza kumwambia Mungu, asante kwa kuniokoa. Hiki ndicho kinachokosekana. Mungu, dhambi zangu zimesamehewa. Huu ni wakati wa wokovu, na hiki ndicho kinachokosekana. Wakati mtu hana shukrani hii kwa ajili ya wokovu, hakuna msingi wa kutoa shukrani yake iliyobaki. Yote yaliyobaki hupotea tu. Weka alama hapa na tufungue kitabu cha Isaya sura ya 12 katika Agano la Kale. Isaya sura ya 12. Isaya sura ya 12 mstari wa kwanza. Na katika siku hiyo utasema, E Bwana, nitakushukuru wewe, kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeukia mbali, nawe unanifariji moyo. Hapa inasema kwamba hasira ya Mungu imefikia mwisho, imetoweka. Awali ulikuwa na hofu ya Mungu daima, uliogopa na dhamiri yako ikakusuta. Mungu alikuwa akikutisha, lakini sasa hasira yake imetoweka, imefikia mwisho. Kwa nini hivyo? Hicho ndicho kinachotokea mara tu unapookolewa. Sasa tuendelee kusoma mstari wa pili. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu, nitatumaini wala sitaogopa, maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Hebu tuangalie hili. Shukrani hii ni ya nini? Ni kwa ajili ya wokovu, sivyo? Ni shukurani kwa wokovu. Katika maisha yako hadi sasa, bila kujali kama unamwamini Yesu au la, ikiwa hakujawa na wakati ambapo umemshukuru Mungu kwa kweli kwa wokovu wako, utahukumiwa na kupelekwa kuzimu. Wokovu sio kitu ambacho unaweza kujitengenezea mwenyewe. Au mtu mwingine yeyote anaweza kukutengenezea. Mtu akikwambia sema tu kwamba umeokoka, na anakuambia kwamba uliokolewa tangu siku ulipoanza kwenda kanisani, unapaswa kujua kwamba huo sio wokovu wa kweli. Huenda umeokoka siku ya kwanza ulipohudhuria kanisani, ikiwa wakati huo moyoni mwako ulitambua ukweli kupitia maneno ya Biblia, tatizo la dhambi yako likawa limetatuliwa kabisa, na amani ya kweli ikachukua nafasi moyoni mwako, huo ni wokovu. Kuna watu wanapokea neno la Mungu. Katika Biblia inasema, ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na inasema kwamba tumezaliwa upya kupitia neno la Mungu. Kwa hivyo ikiwa hili halijawa hivyo kwako, basi hujaokolewa. Ikiwa hujawahi kuhisi shukrani kwa ajili ya wokovu wako moyoni mwako, unahitaji kukiri kikamilifu kwamba hujaokoka, na kisha unahitaji kutafuta wokovu.
Je, nimeokoka au sijaokoka? Ni hivi au vile? Ningependa kupendekeza kitabu kwako. Kitabu hiki kiliandikwa na Dr. Oswald Smith na kinaitwa Nchi Ninayoipenda Mno. Mara tu baada ya kuokolewa, sikujua cha kuhubiri. Hivyo nilienda kwenye duka la vitabu ili kupekua vitabu huko. Na hapo ndipo nilipokutana na kitabu hiki kilichoandikwa kwa Kijapani. Katika kitabu hicho, Dr. Oswald Smith anaandika jinsi alivyomwamini Yesu tangu alipokuwa mtoto, lakini hakuweza kupata jibu la swali la iwapo angeenda mbinguni au motoni. Aliamini lakini hakujua kama angeenda mbinguni au kuzimu. Swali hili lilimsumbua sana na hata akaacha masomo yake na baadaye akajiunga na kikundi cha kiinjilisti ili kueneza Injili pamoja nao. Lakini bado hakuweza kupata jibu la swali hili. Hata aliacha kazi yake ili aweze kujikita katika swali hili ikiwa angeenda mbinguni au motoni. Alihangaika sana juu ya jambo hilo kwa muda mrefu sana, na kisha siku moja alipokuwa akisoma kijitabu kidogo kichwacho Salama, Uhakika na Amani, akaitambua kweli. Kwa hiyo katika kitabu chake aliandika kwamba kati ya watu wengi wanaomwamini Mungu na kudai kwamba wataenda mbinguni, kuna aina 5 za watu ambao hawataweza kwenda mbinguni. Ni kwa nini hii? Ni kwa sababu kuna aina 2 za imani. Aina 2 za imani. Moja ni aina ya imani ya kiakili. Hii ni imani ya mtu anayekiri kwamba kuna Mungu mmoja, aliumba ulimwengu huu na Yesu ni mwana wake. Hiyo ndio imani ya mtu ambaye hajaokoka. Ujuzi kama huo pekee hautoshi. Lakini vipi kuhusu imani ya aina nyingine? Hii ndiyo imani inayomruhusu mtu kukabidhi roho yake kabisa kwa Mungu. Kitabu hiki kinaeleza kwamba mtu haokolewi mpaka aina hii ya imani itokee ndani yake, imani inayomwezesha mtu kujikabidhi kabisa kwa Mungu. Kitabu hiki kilikuwa msaada mkubwa kwangu. Haikuwa kwamba ilinisaidia kupokea wokovu, lakini kilinisaidia kupanga mawazo yangu baada ya hapo. Je, umewahi kupata wakati huo wa shukurani kwa ajili ya wokovu wako? Si tu msamaha wa muda kutoka kwa dhambi, lakini msamaha wa milele kwa dhambi zako. Jiulize swali hili. Sasa tuendelee kusoma. Warumi sura ya 1 mstari wa 24. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehidimiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao, yaliyo haki yao. Ukitizama hapa inazungumzia matumizi ya asili ya mwanaume na mwanamke wakiwa katika wenzi wa ndoa. Inasema matumizi ya asili, mwanamume na mwanamke wanapounganishwa wakiwa wenzi wa ndoa, familia hufanyika. Uhusiano huo kati ya mume na mke huyo ni ule unaoendana na matumizi ya asili. Katika hali hiyo, ni matumizi gani yasiyo ya asili? Ni kinyume na matumizi ya asili kwa mume kumweka kando mke wake na kuunda uhusiano wa kimapenzi na mwanamke mwingine. Pia ni kinyume na matumizi ya asili kwa mke kumweka kando mumewe na kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na mwanaume mwingine.
Mungu alianzisha familia ili mwanamume na mwanamke wawe na uhusiano wa asili wakiwa wenzi wa ndoa na hivyo kudumisha utaratibu katika familia. Kusudi la Mungu katika kumuumba mwanadamu lilikuwa kuunda mpokeaji wa upendo wake. Mungu pia aliumba vitu ili mwanadamu pia awe na mshirika wake katika upendo. Lakini watu wanaenda kuharibu utaratibu huu wa asili. Linapokuja swala la uhalifu unaosababishwa na wahalifu wakosaji hutoka katika nyumba ambazo wazazi hawana uhusiano unaofaa baina yao kwa wao. Hili ni tatizo muhimu sana. Utaratibu katika familia umevunjika kwa sababu uhusiano sio vile unapaswa kuwa. Kwa sababu siku hizi watu wanajipenda sana, japokuwa wanaweza kupendana mara baada ya kuoana, baada ya kukaa pamoja kwa muda wanaona haina maana na haiba zao haziendani. Watu wawili wanawezaje kuendana kikamilifu? Tunazungumza kuhusu mwanamume na mwanamke. Hawawezi kuwa sawasawa kabisa. Ingawa mume na mke wanaweza kuwa na tabia tofauti, ni lazima wajifunze kuishi pamoja kupitia subira na uvumilivu. Hiki ndicho kinachotengeneza familia na ndoa. Ni wakati wa mahusiano haya yanapokuwa yasiyo ya asili na yasiyo na afya, ndipo huwafanya wawe wa dhambi. Husababisha wengi kwa wadhambi. Na kisha nini kinachotokea? Hebu tusome katika mstari wa 27, inasema, wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyofaa. Inazungumzia nini hapa? Ni ushoga. Wanaume wawili wakiwa na uhusiano wa kimapenzi wao kwa wao. Kwa hivyo ukiangalia hapa inasema wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Miongoni mwa dhambi, ushoga ni dhambi ambayo mtu huadhibiwa moja kwa moja. Amri ambayo huleta baraka ya moja kwa moja ni amri ya waheshimu baba yako na mama yako. Na dhambi inayoleta adhabu ya moja kwa moja ni dhambi ya ulawiti kati ya mwanamume na mwanaume au mwanamke na mwanamke. Unahitaji kujua hili. Neno la Mungu halijawahi kukosea. Maneno haya yanaweza kuwa yaliandikwa miaka 2000 iliyopita, lakini dhambi hii mbaya iko wazi sana katika ulimwengu wetu wa leo. Hivi ndivyo inavyosema katika Biblia. Lakini wanachagua kupuuza kabisa Biblia. Ikiwa mambo yamekwenda mbali hivi, hakuna wakati mwingi uliobaki kwa ulimwengu huu, sivyo? Katika baadhi ya nchi uzinzi sio uhalifu tena, na sasa makanisa yanakubali ushoga na hawaoni kuwa ni dhambi. Sasa angalia mstari wa 28. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wafanye yasiyowapasa. Tazama inavyosema hapa, hawakupenda kuwa na Mungu katika fahamu zao. Je, hiyo haishangazi? Kumweka Mungu katika fahamu zao. Pengine wengi wenu mmeishi maisha yenu hadi sasa bila hata kufikiria kufanya hivi. Inamaanisha nini kumweka Mungu katika ufahamu wako? Chochote unachokipenda ndicho unachokihifadhi katika ufahamu wako. Ikiwa mwanamke kwa jina la Bi Smith ana upendo na Bwana Jonas, atakuwa akimfikiria kila wakati. Atamfikiria anapokuwa nyumbani, atamfikiria wakati yuko kazini, atamfikiria atakapowaona vijana wengine anapotembea mtaani.
Yeye daima atabaki na Bwana Jonas katika mawazo yake au katika akili yake. Kwa nini ni hivyo? Ni kwa sababu anampenda. Na kisha kuna watu ambao wanapenda pesa, wanachofikiria kila wakati ni pesa tu. Wawe macho au wamelala, pesa ndiyo wanachofikiria. Wanamuona kila mtu kama pesa, na kwa sababu wanapenda pesa, hilo tu ndilo lililo mioyoni mwao. Na kwa kuwa hawampendi Mungu, hawamuweki katika fahamu zao. Weka alama hapa, tufungue kitabu cha Mathayo sura ya 22. Mathayo sura ya 22. Mstari wa 34. Mathayo sura ya 22 mstari wa 34. Na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Tazama inavyosema hapa, kuna amri 10, lakini tukiziweka hizi katika makundi makubwa mawili, ya kwanza itakuwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Mtu anawezaje kumpenda Mungu kwa moyo wake wote, nafsi yake yote na akili yake yote? Nilifikiria hili kama haliwezi kufikiwa nasi hata kulifikiria, achilia mbali kulizingatia. Katika mahubiri yangu ya pili nilisema kwamba furaha ya kweli inatokana na kupata chochote unachokipenda zaidi. Fikiria hilo kwa namna hii. Tuseme ulikuwa na mtu uliyempenda sana hivi kwamba ungekuwa tayari kutoa maisha yako kwa ajili ya mtu huyo. Katika kesi hiyo, ungekuwa na furaha au la? Tuseme una mtu ambaye uko tayari kutoa maisha yako yote bila kuzuiliwa na chochote. Umekutana na mtu huyo na mko pamoja sasa. Kisha ungekuwa mtu mwenye furaha zaidi duniani. Lakini tuseme mtu huyo uliyempenda alikuwa ni Mungu. Ikiwa mtu huyo uliyempenda sana ulikuwa tayari kutoa maisha yako kwa ajili yake ni Mungu, je, usingefurahi? Ungefurahi sana. Kwa hiyo moja ya sababu za Mungu na lengo lake katika kumuumba mwanadamu ilikuwa ni ili aweze kupendwa na mwanadamu. Kwa mtazamo wa Mungu, anataka tu kumpenda mwanadamu bila masharti. Na anataka mwanadamu ajue upendo wake na ampende yeye kwa malipo yake. Anataka kuwe na uhusiano wa upendo kamili kati yake na mwanadamu, upendo ambao uko tayari kutoa kila kitu. Huu ni upendeleo maalum ambao umepewa mwanadamu. Ni upendeleo wa kipekee kuweza kumpenda Mungu maishani mwako mote. Ni jambo ambalo tunapaswa kujivunia sana na ambalo tunapaswa kulifurahia sana. Mungu ni nani? Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi.
Yeye ndiye anayesimamia historia ya wanadamu. Yeye ndiye aliye mkuu zaidi, Mungu anayehitimisha ufalme mkamilifu wa milele wa mbinguni. Ikiwa ungeweza kumpenda Mungu huyu kwa maisha yako yote, ungehitaji nini zaidi? Lakini hilo haliwezekani. Kwa nini haliwezekani? Kwa sababu ya dhambi. Kwa nini huwezi kumpenda Mungu kwa nafsi yako yote? Kwa sababu ya dhambi. Kwa nini? Dhambi ni hofu kwa Mungu. Mungu ni mtakatifu. Mungu hana dhambi. Mungu ni msafi. Mungu ni mtukufu. Kama watu ambao tumetenda dhambi mbele za Mungu, tunawezaje kumpenda Mungu huyu? Hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu ya dhambi zetu. Hebu tufungue fungu lingine katika Biblia. Timotheo wa pili sura ya 3. Timotheo wa pili sura ya 3. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1. Lakini ujue neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Hebu tuangalie mstari wa 4. Wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utawa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Tazama inavyosema hapa. Inasema siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Hii inazungumza sasa, kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Wanachojua watu siku hizi ni wao wenyewe. Hata mwanamume na mwanamke wake wanajifikiria wao wenyewe. Ni sawa katika uhusiano kati ya wazazi na watoto. Wazazi wanajifikiria wao wenyewe tu na watoto pia wanajifikiria wenyewe tu. Kwa nini iko hivyo? Tunajuaje hili? Siku hizi watu hujifikiria wao tu. Wanandoa pia hujifikiria wao wenyewe. Kwa hiyo mara tu wanapoona kwamba hawapatani, wanatalikiana tu. Wanajifikiria wao tu. Hizi ni nyakati za mwisho. Hizi ni nyakati za hatari za siku za mwisho. Ndiyo maana inazungumza nyakati za hatari hapa, kisha inasema wapenda pesa. Ikiwa watu wanajipenda wenyewe, ni jambo lisiloepukika kwamba pesa itaingia kwenye suala hilo. Watu wanapenda pesa, kwa hiyo wazazi na watoto wanapigania pesa, na waume na wake wanapigania pesa. Hivi ndivyo ulimwengu umekuwa. Kisha inasema wapendao anasa kuliko Mungu. Je, si hivyo ndivyo ilivyo sasa? Hii ndiyo sababu watu hata wafikiri kuhusu kumbakiza Mungu katika maarifa yao. Kwa hivyo unaposikiliza maneno haya, unahitaji kufikiria, ndiyo, mimi ndiye ninayekataa kumweka Mungu katika ufahamu wangu. Huyu ni mimi. Hivi ndivyo nimekuwa nikifanya wakati huu wote. Maisha ambayo nimekuwa nikiishi hadi sasa yote yamekosewa. Mungu ndiye chanzo cha baraka na Mungu ndiye chanzo cha uzima. Kila kitu kinatoka kwa Mungu. Lakini nimekuwa nikiishi maisha yangu hadi sasa nikimdhalau Mungu na sijamweka moyoni mwangu. Kwa hiyo nawezaje kutarajia kupokea baraka zozote au uzima au amani na furaha moyoni mwangu? Siku moja miaka 30 iliyopita, Mungu alikuja moyoni mwangu. Tangu siku hiyo na kuendelea, Mungu amekuwa moyoni mwangu. Muda mfupi baada ya kuokolewa nilipitia magumu mengi.
lakini sikuhisi wasiwasi wowote moyoni mwangu na wala sikuwa na malalamiko yoyote. Kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu mara nilipokuwa na Mungu moyoni mwangu nilifurahi. Hii haiwezi kubadilishwa kwa chochote katika ulimwengu huu. Mara tu unapogundua ukweli huu katika maisha yako, utagundua kuwa inakushikilia kwa haiba yake na hila. Hebu tufungue kitabu cha Mithali sura ya kwanza. Weka alama hapa katika Warumi sura ya kwanza na tufungue Mithali katika Agano la Kale. Mithali sura ya kwanza. Mithali sura ya kwanza. Sura ya kwanza nitasoma kuanzia mstari wa 20. Hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja, hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango, ndani ya mji hutamka maneno yake. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga, na wenye dharau kupenda dharau yao, au wapumbavu kuchukia maarifa? Hapa inasema hekima huita kwa sauti nje. Nikisema hivi kabla, tazama hii, hekima inalia katika mikutano mikuu. Hekima hii ni Yesu, kwa kuwa Yesu ni hekima ya Mungu. Tunapotembea kwenye njia ya uzima, tunasikia sauti ya hekima ikisema, ninyi watu mnaotembea katika njia ya uzima, sikilizeni sauti ya hekima yangu. Hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango, ndani ya mji hutamka maneno yake. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga, na wenye kudharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa? Tukielekeza masikio yetu kwa hekima ya Mungu, siku moja yule aliye hekima atatumiminia Roho wake. Kwa maneno mengine, atatupa Roho Mtakatifu. Nayo inasema, nitawajulisha maneno yangu. Ni pale tunapotambua ukweli katika neno la Mungu ndipo tunapokea Roho Mtakatifu. Hivi ndivyo inavyosema, sivyo? Nitamimina Roho yangu juu yenu, nitakujulisha maneno yangu. Kisha inasema, kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Hivi ndivyo watu walivyo leo. Kwa upande wangu pia, niliokoka nikiwa nimechelewa sana maishani, na baada ya kuokoka nilitangaza kwenye redio na kuhubiri Injili kwa shauku kubwa. Ninaposema mnapaswa kuokoka, sisemi kwamba mnapaswa kuamini maneno yangu. Ninasema kwamba unahitaji kuokolewa kupitia Yesu. Hayo ndiyo maarifa na hekima itokayo kwa Mungu, lakini watu wanainua pua zao juu yake. Wokovu? Afadhali kuamini nguvu zangu mwenyewe. Wanatupilia mbali yote hayo. Wanawalaani na kuwatesa wale wanaozungumza nao kuhusu hili, na hawajaribu hata kuwasikiliza. Watu hawajaribu hata kutafuta ukweli wenyewe. Hii si kweli tu kwa siku za zama zetu, imekuwa hivi kila mara. Watu hawaonekani kutilia maanani ukweli safi. Najua ni nini kitatokea kama matokeo yake. Angalia mstari wa 26. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Wakati wa dhiki itakapokuja, mara tu ulimwengu unapoingia kwenye dhiki, watakuwa na msiba mkubwa. Wakati hofu yako inakuja, wakati mlango utakapokuwa umefungwa na hofu inawajia watu, huo ndio utakuwa mwisho.
Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na tabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita, lakini sitaitika; watanitafuta kwa bidii, wasinione. Mara tu dhiki itakapokuja, huo utakuwa mwisho. Haitafaa hata kidogo kumwita Bwana wakati huo. Haitafaa kutubu basi na kumlilia Bwana akuokoe. Unaweza kulia na kupiga kifua chako ukisema, mavuno yamepita, wakati wa kiangazi umekwisha, na sisi hatujaokolewa. Lakini itakuwa kuchelewa sana huko. Inasema kwamba Bwana atatucheka. Sasa hivi tunaishi katika wakati wa neema. Kwa kuwa bado tunaishi katika wakati ambapo tunaweza kupokea neema ya Mungu, unahitaji kukumbuka kwamba maneno haya ya Bwana ni sauti ya Mungu. Maneno ya Biblia ni sauti ya Mungu. Haya ni maneno ya Yesu. Wakati unayo na nafasi, tafadhali ukubali maneno haya moyoni mwako. Ikubali pale Biblia inapokukemea na kukwambia dhambi ni nini. Nimetenda dhambi hizi, nifanye nini ili niepukane na dhambi hizi? Je, huhitaji kutafakari na kutubu? Biblia ni neno la Yesu, ni neno la Mungu. Mungu anazungumza nawe kwa huruma, akikwambia utambue ukweli huu. Lakini moyoni mwako hutaki kusikiliza. Hebu turudi kwenye Warumi sura ya 1. Nitasoma kuanzia mstari wa 28. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna. Sasa kuanzia mstari wa 29 hadi mwisho wa sura hiyo, dhambi mbalimbali zimeorodheshwa. Unaposoma orodha hii kipengele baada ya kipengele, fikiria ni ipi kati ya dhambi hizi inahusika kwako. Usifikiri kwamba yote yanakuhusu wewe. Ukifanya hivyo, hutaweza kupata hivyo dhambi fulani iliyomo moyoni mwako. Wamejawa na udhalimu wa kila namna. Angalia kile ulicho nacho kwenye mifuko yako. Unapoenda nyumbani, angalia vitu ulivyo navyo huko. Ikiwa kuna kitu chochote ambacho umekipata kwa njia haramu, kwa njia yoyote, huo ni mfano wa udhalimu wako. Uasherati, uovu, mawazo mabaya, kutamani, kuwa na tamaa na mali, uovu, kuwa na nia mbaya, kujaa husuda, pia ni dhambi kuwa na husuda. Uuaji, nilizungumza juu ya hili mapema, sivyo? Ugomvi, kuingia kwenye mabishano, hila, kusema uongo na kudanganya wengine. Ni dhambi kubwa kusema uongo na kudanganya wengine, hata kama utafanya mara moja tu. Nia mbaya, ni wachongezi, ni dhambi pia kusengenya. Wasengenyaji, kukejeli watu wengine, wanaomchukia Mungu, wakali, kulazimisha nguvu zako kwa watu wengine, wenye kiburi, kuwadharau wengine, wenye majivuno, kujisifu juu ya pesa, kuangalia nyumba vyovyote iwavyo, ni dhambi kujisifu juu yake. Wazushi na waovu, kufanya mipango miovu, wasiotii wazazi, wasiotii maneno ya wazazi wako na kuwatia huzuni, wasiojua. Hii ina maana ya kuwa mpumbavu.
wasioaminika, kutotimiza ahadi ulioahidi. Kunaweza kuwa na mazingira ambayo hayaepukiki, lakini kuna watu wanaweka ahadi kila wakati na hawatimizi. Wasio na upendo. Unaweza kuwa na njia moja na fursa ya kumwonea mtu huruma, lakini hufanyi hivyo. Bila kusamehe. Wasio na huruma. Hii inazungumza juu ya wale ambao ni wakatili na wasio na mioyo. Linapokuja swala la kutokuwa na huruma, hata ndani ya ndoa, mume anaweza kukasirika na kumpiga mke wake bila huruma. Hii inakwenda kwa kila mtu. Kutokuwa na huruma maana yake ni kutokuwa na huruma na jeuri kwa mwingine. Mstari wa 32. Ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti. Wale wanaofanya mambo kama hayo wanastahili kifo. Adhabu hii ya kifo ni adhabu ya kutupwa motoni. Mungu ameagiza kwamba watu kama hao wanastahili kifo. Kwa hiyo gharama ya dhambi hizi inahitaji kulipwa kikamilifu. Ikiwa bei hii haijalipwa kikamilifu, shida ya dhambi haiwezi kutatuliwa. Kisha sura ya pili mstari wa 4. Sura ya pili mstari wa 4. Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Aya hii inatuambia kwa nini hatuadhibiwi mara moja tunapofanya dhambi. Ni kwa sababu Mungu anatupa nafasi ya kutubu. Anatupa nafasi ya kutubu baada ya kutenda dhambi. Tulijifunza kuhusu hili kuhusu Kaini. Kaini alimuua mdogo wake. Kwa hiyo Mungu akamuuliza Kaini, yuko wapi Abeli ndugu yako? Hivyo kumpa Kaini nafasi ya kutubu. Ikiwa angetubu wakati huo, angeweza kusamehewa. Kwa hivyo, kwa nini watu hawaadhibiwi mara moja wanapotenda dhambi? Ni kwa sababu Mungu anawapa nafasi ya kutubu. Lakini watu wanafikiri nini badala yake? Mungu hawaadhibu mara moja. Kwa kuwa Mungu hawaadhibu mara moja, watu hufikiri hata nikitenda dhambi hakuna kitakachotokea kwangu. Wanasema Mungu hayupo. Mtu anaweza kuiba na kuua, lakini Mungu hamwadhibu kwa hili mara moja. Kwa hiyo wanadhani kwamba Mungu hayupo. Anakanusha uwepo wa Mungu. Anapitia rehema ya Mungu, huruma ya Mungu na ukarimu wa Mungu katika kumpa fursa hii ya kutubu, lakini wanapuuza tu. Tasangalia mstari wa 5. Bali kwa kadiri ya ugumu wako, kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasara. Tazama inavyosema hapa, Mungu hata ngoja milele. Siku moja ya ghadhabu itakuja kwa wale wasiotubu. Siku ya hukumu. Unahitaji kutubu. Lazima ujutie dhambi zako mbele za Mungu na utubu. Usipotubu unamtukana Mungu. Unamdharau Mungu. Wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Unazidi kuongeza ghadhabu hii ambayo itawajia. Inazidi kuongezeka. Kwa hivyo, nilisema nini hapo awali? Dhambi ndogo ulizozifanya zitapata adhabu ndogo, na dhambi kubwa zaidi ni adhabu kubwa zaidi katika kuzimu. Kwa hiyo adhabu inaongezeka. Angalia mstari wa 9. Mstari wa 9. Dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu.
Awali katika Mathayo sura ya 5 tulisoma kwamba mwili utaenda motoni, ndivyo ilivyosema, na hapa inasema kwamba roho itapata dhiki. Ningependa kuzungumza kwa ufupi tu kuhusu dhiki hii ambayo roho itapitia. Hebu tufungue Yohana sura ya 13. Yohana sura ya 13. Mstari wa pili. Yohana sura ya 13 mstari wa pili. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Hapa mtu huyo aliyeitwa Yuda Iskarioti alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu, lakini alipomfuata Yesu kote, aliona kwamba haikuwa ya kufurahisha vya kutosha kwake. Viongozi wa Kiyahudi walitaka kumuua Yesu, na Yuda aliona kwamba hawakuweza kupata nafasi ya kufanya hivyo, kwa hiyo alifikiri kwamba yeye ndiye angewasaidia, na hivyo moyoni mwake akaamua kumsaliti mwalimu wake. Biblia inasema kwamba ni Ibilisi ndiye aliyeweka wazo hili akilini mwake. Angalia kidogo kwenye mstari wa 26. Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtoelea tonge na kumpa. Hiki ni kipande cha mkate kwenye karamu ya mwisho. Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtolea tonge na kumpa. Yesu alikuwa anazungumza juu ya mtu ambaye angemsaliti. Akatoelea tonge, akalitwaa, akampa Yuda mwana Simoni Iskarioti, na baada ya hilo tonge shetani alimuingia. Na tazama inavyosema hapa, shetani aliingia moyoni mwa Yuda Iskarioti. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Soma mstari wa 30. Basi huyo akiisha kulipokea lile tonge, akatoka mara hiyo, nako kulikuwa ni usiku. Alitoka, alienda wapi? Alienda kwa makuhani wakuu ili kumsaliti Yesu. Hivyo ndivyo Yuda Iskarioti alivyomsaliti Yesu. Lakini maadamu alikuwa akimsaliti Yesu, dhamiri yake haikumsumbua hata kidogo. Unajua kwa nini? Ilikuwa ni kwa sababu shetani, Ibilisi, alikuwa ameingia moyoni mwake na kumshika kwa nguvu. Dhamiri yake iligongwa ili kwamba ingawa alikuwa akimsaliti mwalimu wake, dhamiri yake haikumsumbua hata kidogo. Hii inaashiria kwamba nguvu za shetani zilikuwa zimezima dhamiri yake. Unasikiliza mazungumzo haya yote kuhusu Biblia, lakini ikiwa bado hujaokoka na unaposikiliza haya yote, dhamiri yako haisumbuki hata kidogo. Ikiwa huna shida hata kidogo na huna tamaa ya kutubu, samahani kusema hivi, lakini uko katika hali ya hatari sana. Hatari sana. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu umekufa ganzi. Kwa sababu dhambi zako zimezima dhamiri yako, na hivyo ingawa unasikia yote kuhusu dhambi, hausumbuki nayo. Kama vile husikii chochote unapokuwa chini ya ganzi na daktari wa upasuaji huchukua kisu na kukukata. Kwa sababu dhamiri yako imepigwa ganzi, huna wasiwasi hata kidogo, hata wakati Biblia inapokuambia yote kuhusu dhambi na kwamba utahukumiwa. Hiyo ni hatari sana. Shetani ameushika moyo wako na kuzuia usiokoke. Hebu tufungue Mathayo sura ya 27. Mstari wa kwanza. Mathayo sura ya 27 mstari wa kwanza. Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu, wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali.
Alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha, bei ya mtumwa. Aliwaongoza hawa wabaya hadi mahali pasiri alipokuwa Yesu na kumkabidhi kwao. Hivi ndivyo alivyosalitiwa. Yesu alikamatwa na kupelekwa kwanza kuhukumiwa na viongozi wa kidini. Hapo alihukumiwa kifo. Yesu alihukumiwa mara mbili. Mara ya kwanza na viongozi wa kidini na mara ya pili katika mahakama ya kiulimwengu. Alipokuwa akihukumiwa na liwali wa Kirumi, hiyo ilikuwa ni mahakama ya kiulimwengu. Angeweza kuuawa kwa hukumu kutoka kwa mahakama ya kidini, na hivyo alikabidhiwa kwa Ponsio Pilato. Angalia mstari wa 3. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa. Inaposema kuhukumiwa hapa, ina maana kwamba aliona kwamba Yesu alikuwa amehukumiwa kifo. Alipoona hivyo, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wale wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa niliposaliti damu isiyo na hatia. Alikuwa amesaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini sisi? Yaangalie haya mwenyewe. Alipoona kwamba Yesu amehukumiwa kifo, Yuda alianza kujutia moyoni mwake. Kwa nini alihisi majuto haya? Ilikuwa ni kwa sababu shetani alikuwa ameingia moyoni mwake, lakini sasa shetani alikuwa amemwacha, na hivyo dhamiri yake ilianza kumsumbua na akagundua kuwa alikuwa amemsaliti damu isiyo na hatia. Yesu hana dhambi, nami nimemsaliti. Dhamiri yake ilianza kumtesa sana. Kwa hiyo akavichukua vile vipande 30 vya fedha alizopokea na kurudi kwa wazee, kwa makuhani wakuu, ili awarudishie fedha zao. Nimesaliti damu isiyo na hatia. Lakini wakati huo ulikuwa umechelewa. Unasemaje? Hilo halituhusu, na walikataa pesa. Kisha angalia fungu la 5. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Ukitizama katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1, unaona inasema kwamba Yuda akaanguka kichwa chini, tumbo likapasuka, matumbo na vyote vilivyomo vikamwagika nje. Je, unajua hiyo inamaanisha nini? Haya ni mateso ya roho. Mateso yanayopata roho ni sawa na mateso ya dhamiri. Je, unajua wakati dhamiri inaanza kuhisi mateso haya? Unapoishi katika ulimwengu huu, dhamiri yako haikutesi hasa kwa sababu imekufa ganzi. Lakini tangu utakapotupwa kuzimu, ganzi hutoweka kutoka kwa dhamiri yako. Kwa kuwa shetani pia atatupwa kuzimu, hataweza kuwa na udhibiti juu yako tena. Kwa hiyo wakati huo, dhamiri yako itarudi katika hali yake ya awali ukiwa kuzimu. Kwa hiyo ndipo dhambi zote ambazo umewahi kuzitenda katika ulimwengu huu zitaanza kuchoma dhamiri yako kama sindano na miiba. Dhamiri ya Yuda Iskarioti iliteswa sana. Alikuwa katika uchungu sana, hata akaenda kujinyonga. Alianguka chini akapasuka, matumbo yake yote yakatoka nje. Inamaanisha nini kuokolewa? Kuokoka ni jambo la kufahamu dhambi yako katika dhamiri yako sasa, na kisha kuwekwa huru kutoka katika dhambi hiyo. Wokovu ni kuwekwa huru kutoka kwa mateso katika dhamiri yako. Usipopitia haya, kuanzia wakati unapotupwa kuzimu, dhamiri yako itawekwa huru kutoka katika mshiko wa shetani na utapata mateso yasiyovumilika. Kwa hiyo kuna mateso ya roho na mateso ya mwili. Kama nilivyosema awali,
Wakati huo utakuwa tayari katika mwili wako uliofufuliwa, na hivyo hutaweza kufa. Kwa hivyo tafadhali kuwa mwaminifu kwako mwenyewe na uwe mwaminifu mbele za Mungu. Fikiria juu ya dhambi ulizofanya, na kwa uaminifu wako wote mwombe Mungu akusamehe. Ungama dhambi zako mbele za Mungu na umuombe msamaha. Tuombe. Kabla hatujaomba, kumbuka kwamba unapotenda dhambi dhidi ya watu wengine, pia unamfanyia Mungu dhambi hizo, kwa sababu umeasi neno la Mungu. Unahitaji kutubu dhambi zako, sio mbele ya watu wengine, lakini mbele za Mungu. Unahitaji kukiri kwa dhati. Hiyo ndiyo njia pekee ambayo utaweza kuelewa aya zinazozungumzia msamaha. Bwana wa mbinguni, sote tulizaliwa katika dhambi na tumeishi maisha yetu tukifanya dhambi. Tumeishi maisha yetu bila kujua dhambi ni nini. Mioyo yetu ni michafu na mibaya, na kwa sababu dhambi imeshikilia mioyo yetu, hata hatujajua tulipokuwa tukitenda dhambi. Dhamiri zetu zinasumbuka tulipotenda dhambi, na hivyo tumeishi maisha yetu kwa mioyo mibaya na isiyo na haya. Bwana, tunaomba kwamba uyaamshe mioyo ya wale wanaoinamisha vichwa vyao mbele yako sasa, na kuwaruhusu wazione dhambi zao wenyewe. Tujalie kwamba kila mtu apate kufahamu dhambi ambayo ameyafanya mbele yako, na aziweke dhambi hizo mbele yako juu ya goti lililoinama. Pia tunaomba uongoze kurejea kwako na kuomba kwa hali yote msamaha wa dhambi zao. Tunakuomba uongoze ili waweze kuyakubali maneno yako kwa mioyo nyororo. Tunaomba kwa jina la Bwana. Amina.